Wapendwa watazamaji, kwa mara nyingine kwenye kanda ambayo nimeweza kukuchezea mtazamaji wangu, ni moja kwa moja msafara ambao umeweza kutoka katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, katika makao makuu ya Karen, ambapo ni mkewe Rais Rachel Ruto. Kwa mara nyingine mtazamaji wangu anaendelea kupitia hali ngumu ya kiafya. Zaidi ya yote, msemaji mkuu wa serikali Hussein Mohamed ameweza kudhibitisha kwamba tangia hapo jana mkewe Rais Rachel Ruto hali yake haijakuwa nzuri zaidi. Na mambo kama haya ama hali hii imeweza kutokea mtazamaji wangu wakati bwanake Rais William Ruto yupo katika ziara nchini Marekani, nchini New York City, kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa AU Summit nchini Marekani. Swala ambalo sasa hivi familia ya rais inaendelea kupitia hali ngumu, na kutokana na ripoti nilizozipokea kwa sasa msemaji wa ikulu Hussein Mohamed amedhibitisha kwamba mkewe Rais Rachel Ruto ameweza kupelekwa hadi hospitali ya Aga Khan hapa Nairobi kwa ajili ya kupata matibabu ya haraka na nyepesi zaidi. Nataka nikuonyeshe nukuu na ujumbe ambao msemaji wa ikulu ama msemaji wa serikali ameweza kudhibitisha na kuchapisha kwenye mtandao wake wa X, na ni kuarifu jinsi hali ilivyo na zile hali na kutokana na zile jumbe ambazo zimeweza kutumwa kwa ajili ya kumtakia mema mkewe rais uponyaji wa haraka. Lakini kinachonisikitisha mno ni kwamba baadhi ya Wakenya wanaonekana kufurahia swala hili, ambapo Wakenya wengi wameonekana kufurahia jambo hili na kusema ya kwamba mazishi ni lini, RIP na mambo mengi ambayo yamechapishwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo sitaki kuyazungumzia kwa sasa. Lakini kikubwa zaidi tunamwombea mema, na kikubwa zaidi mtazamaji wangu, iwapo hata kama unamchukia mtu kivipi, hata kama haumtaki, hata kama haumpendi, usije ukamtakia mabaya ama ukamwombea afe haraka ama kumwombea hali mbaya anapokuwa katika msiba. Kumbuka sisi sote tumebarikiwa na kuumbwa kwa ajili ya mfano wa Mwenyezi Mungu. Hujambo na karibu mtazamaji wangu, nikufahamishe, nikupekulia yale ambayo yameweza kujiri katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, na kikubwa zaidi nikufahamisha yale ambayo yanazidi kutendeka katika taifa hili la 254. Mwanzo na kuomba ukaweze kuchukua sekunde zako mbili mtazamaji wangu, na kikubwa zaidi na cha muhimu sana ukaweze kulike video hii kwenye alama ya like, na vile vile ukaweze kuchukua sekunde zako mbili ukaweze kutype uponyaji wa haraka na kumwombea mema mkewe rais, na kutoa maoni yako na comment section ama hapo kwenye comment section. Na cha tatu na kuomba ukaweze kusubscribe kwenye alama nyekundu iliyopo chini ya video hii na kuweka notification bell ya alama nyekundu, ndipo siku zote tunapokuletea taarifa kama hizi na kukufahamisha mtazamaji wangu kwenye kituo hichi cha Gen Z Kenya Media, unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea taarifa hizi kwa undani na kwa utendeti, na kuwa wa kwanza kabisa kupokea makala kama haya. Hujambo na karibu, moja kwa moja nikupeleke hadi muendelezo ama kwenye makala yetu na muendelezo wa mazungumzo ya siku ya leo. Jambo la kusikitisha mtazamaji wangu sasa hivi linaendelea kushamiri na kuenea kwenye mitandao yetu ya kijamii hapa nchini Kenya ni kwamba mkewe Rais William Samoei Ruto, Rachel Ruto, anaendelea kupitia hali ngumu ya kiafya alipokuwa katika shughuli zake za kawaida za kikazi hapa jijini Nairobi, ambapo kutokana na msemaji wa ikulu amedhibitisha swala hili na kusema ya kwamba mkewe rais tangia hapo jana amekuwa akilalamikia hali ya tumbo na kichwa, jambo ambalo liliweza kuwafanya madaktari wake kuwa katika ile hali ya utaratibu na kuwa karibu naye kwa ajili ya kumhudumia. Lakini baada ya hapo, kutokana na ripoti tulizo nazo, ni kwamba aliweza kuhudumiwa na kupata matibabu kutoka kwa wale madaktari ambao siku zote, kumbuka ikulu iko na madaktari ambao wanashughulikia familia ya rais pamoja na rais mwenyewe. Hata nchini Marekani ambapo rais yupo sasa hivi, yupo na madaktari na usalama wa hali ya juu ambao wanahakikisha kwamba hali ya rais ipo katika hali shwari na usalama wake umeimarishwa. Sasa hebu niseme hivi,
alipokuwa mgonjwa hapo jana, kutokana na ripoti tulizo nazo ni kwamba aliweza kupata matibabu na kurejea nyumbani kwake ambapo anaishi hapa Karen. Lakini mchana wa leo aliporejelea kazi yake kama kawaida asubuhi ya kuamkia leo siku ya Jumapili baada ya kutoka katika ibada, mkewe rais alionekana kufululiza moja kwa moja akiwa ndani ya gari lake, na madereva wake wamedhibitisha swala hili, ambapo alikuwa chini ya ulinzi mkali na kuelekea nyumbani kwake Karen kwa ajili ya mapumziko licha ya kuwa weekendi. Lakini mchana wa leo kuanzia majira ya saa 7 mchana, mtazamaji wangu, hali ya Rachel Ruto ilionekana kuwa si nzuri, ambapo madaktari waliweza kuitwa kwa uwepesi sana na kwa haraka sana ili kuweza kujaribu kushughulikia na kuelewa ni kipi haswa kilichokuwa kinaendelea kwa mkewe rais. Baada ya kumfanyia huduma ya kwanza, ilithibitishwa kwamba mkewe rais alionekana kuzidiwa, jambo ambalo madaktari katika ikulu walizidiwa na kushindwa kufanya chochote, na kisha baadaye walimpeleka hadi hospitali ya Aga Khan, ambapo sasa hivi yupo kwenye vitanda vya hospitali na anaendelea kupata matibabu zaidi kwa ajili ya kuimarisha hali yake ya kiafya. Na masuala haya, mtazamaji wangu, yanaweka mkewe rais katika hali tata, licha ya bwanake ambaye ni rais akiwa nchini Marekani katika ziara yake ya kawaida, na familia yake vile vile inaendelea kupitia wakati mgumu. Lakini jambo ambalo halijaweza kunifurahisha kwenye mitandao ya kijamii ni kumuombea mabaya na kumuombea afe. Hebu nizungumzie swala hili. Hata kama unamchukia mtu, licha ya watu kuonekana kumkataa rais, haijalishi pia familia yake ihusishwe katika mambo na masuala kama haya siku zote. It is very unfortunate to say this, but as a Kenyan, I feel like Kenyans should not judge the entire family of the President William Samoei Ruto because of his deeds and doings. Kenyans should not bury or carry the burden of the president because of hatred, because of dislike, because they don't want to see him anymore, and carry to the family. Familia siku zote haitakikani kuhusishwa katika siasa. Licha ya kuwa na tofauti za kisiasa za hapa na pale, si vyema kuhusisha familia katika siasa. And that is why the families should be respected. Familia zinahitaji kuheshimiwa. Na vile vile, zaidi ya yote, ili kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayafanyiki tena, ni vyema Wakenya wakaweze kumwombea mkewe rais mazuri. Na zaidi ya yote, kulingana na yale ambayo sasa hivi tumeweza kuyakusanya, ni kwamba hali ya mkewe rais inaendelea kuimarika, na madaktari wamedhibitisha ya kwamba huenda anaugua ugonjwa wa sickle cell anemia. Lakini that growth ni ugonjwa tu wa kawaida kwa kila mtu, na mtu yeyote anaweza kuugua, and therefore the doctors are working on it to ensure that the president's wife is in a safer side. Ndizo taarifa za hivi sasa. What are your views? What are your comments regarding to this situation? Remember to subscribe, watching our videos, and let's meet in our next episode.